Online TV. Hiki ni kikao muhimu. Tunafanya kikao hiki tukielekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa mwaka 2025, na tuna agenda za kujadili maandalizi yetu ya uchaguzi mkuu wa 2025. Lakini pia tuna muda mfupi, tuna siku 2 kuweza kumaliza agenda zetu. Lakini vile vile tumo katika kikao hiki wakati nchi yetu iko katika majaribu makubwa. Kuna malalamiko mengi ambayo yametokea kuhusiana na watu ambao inasemekana wametekwa. Na hili swala ni kadhia ambayo imekuwa ni kubwa, na mchungaji Gwajima ameeleza kwamba yeye binafsi ana orodha ya watu 83 ambao wamepotea, wengine wamepoteza maisha, wengine hawajulikani waliko. Na hili ni kadhia kubwa, na sisi ndani ya kafu swala hili limekuwepo kwa muda. Mtakumbuka mwaka 2017 kuna diwani wetu wa viti maalum katika halmashauri ya Kibiti, kwa jina akiitwa Ziada Salum Nongwa, ambaye alipotea. Kwao ni Maparoni, alikuwa ni mke wa diwani wetu wa Maparoni Juma Ngachoka. Alienda akawa amekamatwa na watu ambao walidhaniwa kuwa ni askari kwa usiku, na wakati ule alikuwa na mtoto wa mwezi mmoja. Kawa amekamatwa, kawekwa kwenye mtumbwi kwenye visiwa hivi vya Kibiti. Mpaka leo hajaonekana. Mume wake alitufahamisha, tukaweza kukutana na vyombo mbalimbali vya dola katika kuweza kuomba msaada wa kuweza kumtafuta, na bwana Ngachoka aliandika barua mpaka kwa waziri mkuu, lakini mpaka leo Ziada hajapatikana. Na kuna wengine wengi ambao walipotea katika kipindi hicho. Sasa ni wajibu, ukitazama katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukianzia na ibara ya 8. Ibara ya 8 inaeleza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya kijamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, na ndio hapo nataka kusisitiza, lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Hilo ndio lengo kuu la serikali. Sasa watu kama wanapotea au wanachukuliwa bila taratibu kujulikana, inakuwa moja kwa moja katiba hii tunaivunja. Na ibara ya 14 ya katiba hii inaeleza kwamba kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria, kwamba hifadhi ya maisha ya kila Mtanzania ni haki ya msingi, na dola, serikali, wajibu wake kuwalinda wananchi na mali zao. Ibara ya 15 inasema kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru.
Huwezi ukaja kuvamiwa kwenye nyumba yako. Hapo ni kwamba uhuru wako unakuwa umevunjwa, unavunja katiba hii. 15(2) inasema kwa madhumuni ya kuhifadhi haki ya mtu kuwa huru na kuishi kwa uhuru, itakuwa ni marufuku kwa mtu yeyote kukamatwa, kufungwa, kufungiwa, kuwekwa kizuizini, kuhamishwa kwa nguvu au kunyang'anywa uhuru wake vinginevyo, isipokuwa tu katika hali na kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria, katika kutekeleza hukumu, amri au adhabu iliyotolewa na mahakama kutokana na shauri au na mtu kutiwa hatiani kwa kosa la jinai. Kwa hiyo swala zima la watu kutekwa linaivunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa kuwa kuna malalamiko hayo, ni wajibu wa serikali kuweza kutoa msimamo, kuyachunguza mambo haya. Mchungaji Gwajima apeleke ile orodha na taarifa zote ambazo tunazo, vyombo vya dola viweze na kutoa taarifa. Kuna mtu ambaye alikuwa anajulikana kama kada wa Chadema, Ali Kibao, alitolewa ndani ya basi, halafu akaenda akakutwa amekufa kwenye msitu. Ali Kibao, wakati ule picha imetoka, nilikuwa sikumkumbuka. Baada ya kuzungumza na wenzangu, kumbe ni Ali Kibao, Ali Mohamed, mtoto wa Sheikh Muhammad Ali. Alikuwa katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Na wakati mimi nasoma chuo kikuu, Sheikh Muhammad Ali alikuwa pia mwanafunzi. Yeye aliingia Machweo, alikuwa anasoma sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka 1970. Na Ali Kibao alikuwa mwanachama wetu wa CUF. Tulifanya naye kazi sana katika wilaya ya Handeni. Nadhani Masudi Muhina yupo hapa, atakumbuka. Tulizunguka naye na tulimteua katika Baraza Kuu. Wakati ule tuko katika jengo lingine hili, tulimteua kuwa mgombea wetu wa ubunge jimbo la Handeni. Na katika taratibu za kurudisha fomu, siku ile ambayo ya kurudisha fomu hakuonekana. Baadaye alitueleza kwamba alitekwa, alikuja siku ya pili, muda ukawa umeshapita. Kwa hiyo alikuwa mwanachama wetu wa chama cha CUF miaka ya mwanzoni ya 2000, na alikuwa mgombea wetu wa jimbo la ubunge wa Handeni. Kwa hiyo masuala haya ya watu kupotea ni lazima serikali iape uzito unaostahiki, na uchunguzi unapofanyika taarifa zitolewe. Kwa mfano hili swala la marehemu Ali Kibao, je, uchunguzi umefikia wapi? Kuna watu wote ambao wamekamatwa wanaohusika na swala hili? Kwa kawaida unahitaji watu wakipotea, mnaendelea kufanya uchunguzi na kutoa taarifa ikiwa kama wameweza kuwa wamepatikana. Lakini vile vile baada ya matukio ya watu waliokuja katika kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, kuna baadhi walikamatwa, na hapana shutuma kwamba wengine walitendewa mambo ambayo hayastahiki. Mimi binafsi nimesononeka sana na kauli za mbunge wetu wa Pandani Bi Mariam alizozitoa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kana kwamba anashabikia watu kuumizwa,
na watu kuteswa. Tunapozungumzia haki sawa kwa wote, maana yake ni kwamba watu wasifanyiwe matendo mabaya. Na yeye ni mbunge wa Pandani mwaka 2001, nadhani alikuwa mdogo sana, lakini mambo magumu, mambo mabaya yalitokea katika visiwa vya Pemba. Kwa hiyo sisi kama wanakafu ni watu ambao tunaamini katika haki sawa kwa wananchi wote. Hatuwezi kushabikia watu kuteswa, watu kunyanyaswa, kwamba watu waende wakibebwa wakitumia mitungi ya gesi. Hizo ni kauli ambazo kwa kweli zimenisikitisha, zimenifadhaisha, na kwa kweli sio msimamo wala sio sera za chama cha CUF. Sera za chama cha CUF ni sera za kuheshimu haki za binadamu na umuhimu wa haki sawa kwa wananchi wote. KM Online TV.